Ni wito wangu kwa consultant ni na wenzetu wa TANROADS ni kama mwajiri ni kusimamia kwa karibu sana mkandarasi, kwa sababu pamoja na kwamba tunahitaji kufanyika kwa haraka na kukamilika kwa haraka, lakini lazima tuzingatie viwango vya kazi yenyewe ambayo itafanyika. Quality ya kazi ni namba moja katika priorities zetu. Fanyike kwa haraka lakini kwa viwango vinavyokubalika na kwa gharama inayokubalika. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wenzangu haya ambao tumekubaliana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna kazi inafanyika, watamsupport mkandarasi bila kuchelewa, kwa maana ya kwamba kuhakikisha yale maombi yake hasa yanayohusiana na kuapprove ama kuidhinisha kazi, basi nao wafanye consultant afanye kwa wakati na kwa wakati ili kuhakikisha kwamba hakuna ucheleweshaji wa namna yote. Lakini kwa upande wa TANROADS yako maeneo ambayo tunatakiwa kumsaidia mkandarasi kuhakikisha kwamba anapata yale maeneo ambayo atachukua materials yanapatikana kwa wakati, lakini yale ambayo pia anatakiwa kufidiwa basi pia tathmini zifanyike kwa wakati na kuhakikisha kwamba fidia kwa wananchi ambao watanufaika na watakapotoa maeneo yao basi nayo ifanyike kwa haraka. Muda wa utekelezaji wa mradi huu utakuwa miezi 24, ambapo tarehe ya kuanza rasmi ilikuwa tarehe 14 Machi na tarehe ya awali ya kumaliza mradi huu imepangwa kuwa tarehe 13 Machi 2028. Mkurugenzi, kama wanavyofahamu, barabara hii itajengwa kwa jumla kilomita 116, kwa maana kilomita 100 kuanzia hapa Songea mpaka Lutukila na kilomita 16 zitakuwa barabara ya mchepuko kwa maana ya Songea bypass. Mkandarasi ambaye anafanya mradi huu ni kampuni inaitwa Zhongwal Construction Group Company kutoka China, ambao watajenga mradi huu kwa gharama ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 158,671, hii kabla ya VAT. Changamoto zilizopo kwenye hii barabara, cha kwanza mkitaka kupishana lazima mguu mmoja uwe nje ya barabara. Yaani unapokutana lori hili na jingine lazima tairi moja iwe nje ya barabara. Sasa huko unakutana na kupasua matairi, unakutana na misumari ilianguka huko, unapata pancha nini. Kwa hiyo nadhani barabara ikija ikitengenezwa ikawa pana, gari zikapishana yani kama zilivyo barabara ya Iringa, kama ilivyo Iringa, itakuwa imesaidia sana. Huu mpango wa serikali tulikuwa tunasubishia kwa hamu sana. Ikiwemo barabara tunaona kutoka ni nyembamba sana, ina mashimo mengi, na tukishuhudia mara kwa mara ni ajali za bodaboda wakigongwa na masemi kwa sababu kwa ufinyu wa barabara hivyo ndio. Sawa, hata pa kukwepea hakuna. Unakutana na mtu yuko high speed. Huku kuna bonge la hantaki. Huku kuna gari inakuja. Sasa unafanyaje? Inabidi uliingie lile shimo. Changamoto ndio hizo tu. Mambo watengenezee, tanue, wasibe mashimo tuweze kupita vizuri.